Basi ni wakati mwingine pia ambao leo ni wakati mzuri, na nimeona ni vizuri pia tukaweza kupata injili. Na ninataka kuhimiza zaidi niseme kwamba katika maisha ya mwanadamu kuna kipindi cha kusaidiwa. Na pia niseme kwamba kuna watu ambao watahukumiwa na Mungu ni kwa sababu Mungu aliwapatia uwezo wa kusaidia na hawakuweza kusaidia. Haya maneno ambayo nayasema unaweza ipata katika kitabu cha Ezekieli mlango wa 16 mstari wa 49 mpaka 50, ya kwamba kuna watu ambao Mungu alikuwa amewapatia uwezo, ambao alikuwa amewapatia mamlaka, lakini hawakusaidia. Kuna wale ambao wamepika chapati kwa wingi, jirani analia pale, hawezi hata kutoa chapati moja apatie yule mtoto wa jirani. Biblia inasema kwamba utahukumiwa kwa sababu ya hiyo. Kuna watu ambao pia Mungu ameweza kuwaita na hawezi fanya kazi peke yao. Ni lazima pia Mungu anaweka watu barabarani wa kuweza kusaidia hao watu kufanya kazi yao. Kwa mfano kama Musa aliitwa na Mungu mwenyewe. Musa alikuwa ni mtu wa Mungu, lakini kwa Musa kuweza kufanya kazi yake vizuri, alihitaji mtu ambaye aliitwa Huri, alihitaji mtu ambaye aliitwa Haruni, kwa sababu wakati ambapo alichoka mikono yake, tunaambiwa kwamba hao watu waliweza kumsaidia na akaweza kufanya kazi yake vizuri. Pia hali kadhalika tukimzungumzia mtu ambaye anaitwa Musa, maandiko yanasema kwamba baba mkwe aliweza kumsaidia sana. Maana kuna wakati moja Musa alikuwa ametupa familia, ama alikuwa ameacha familia kwa sababu yeye ni mchungaji. Baba mkwe akakuja akamtembelea, akamuuliza, kijana yangu, ni kwa sababu gani umeacha familia? Musa akamwambia, baba yangu, kesho utaona ile kazi ambayo mimi huwa nafanya, kwa sababu Mungu amenipatia kazi mzito. Kwa hivyo baba mkwe akawa mpole, akakaa pale kutoka asubuhi mpaka jioni, akaona ile kazi ambayo Musa alikuwa anafanya, na ilikuwa ni kazi mzito ambayo ingeweza kumpatia hata nafasi ya kushughulikia familia yake. Biblia inasemaje? Biblia inasema ya kwamba baba mkwe alimwambia Musa, wewe unafanya upuzi, wewe unafanya ujinga, wewe ufanyi kazi ambayo iliyo sawa, wewe ufanyi vizuri. Chagua watu uweke kwenye makundi na utakuwa na nafasi nzuri ya kufanya kazi ya Mungu. Yaani haya mambo madogo madogo watakuwa wanajishughulikia wao wenyewe, lakini yale mambo makubwa ndio utakuwa unaletewa. Hapo ndio tulipata hii kazi ya mzee wa mtaa, assistant chief, yani kuendelea hivyo kupanda, na kazi ya Musa ikawa ni kazi nzuri. So mnaona hata kusaidia kwa fedha, alimsaidia kwa mawaidha. So pia hata wewe unaweza saidia mtu kwa mawaidha, na huyu mtu ataweza kusaidika. Kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Samson alikuwa ni mtu mwenye nguvu mingi. Biblia inatuambia kwamba wakati moja alichukua mfupa wa bunda na akaweza kuangamiza watu zaidi ya 1,000. Kumaanisha ni mtu ambaye alikuwa na nguvu. Huyu mtu ambaye siku moja tunaambiwa kwamba aling'oa gate yeye peke yake, kumaanisha kuwa mtu wa nguvu. Huyu mtu tunaambiwa pia kuna wakati aliua simba, kumaanisha huyu alikuwa ni mtu wa nguvu. Lakini ukisoma Waamuzi 16:26, wakati alikuwa ametobolewa macho, hana nguvu, Biblia inatuambia kwamba alisaidiwa na kijana mdogo zaidi akaweza kusaidia. Kwa hivyo hata watoto ambao tunaowaona tusiwadharau, ni watu wa msaada kwetu, kwa sababu tunaona huyu mtu wa Mungu aliweza kusaidiwa na kijana mdogo zaidi. Najaribu kusema ya kwamba saidia kulingana na uwezo wako. Saidia mahali ambapo wewe mwenyewe unaweza. Hiyo ni Matendo ya Mitume 11:29. Alafu pia niulize swali, je, unawajua watu wabaya duniani ni kina nani? Maandiko yanasema kwamba watu wabaya duniani ni watu wasiowasaidia kwao. Yaani unaona mtu wa kwenyu anahangaika, unaona mtu wa kwenyu hana mbele wala nyuma, na wewe Mungu amekweka mahali ambapo unaweza saidia huyu mtu wa Mungu, na wewe hausaidii. Biblia inasema kwamba afadhali mtu ambaye hajaokoka, afadhali mtu ambaye hamjui Mungu kuliko wewe. Hiyo ni 1 Timothy chapter 5 verse 8.
ya kwamba watu wabaya zaidi duniani ni watu ambao hawasaidii wa kwao, ni watu ambao wamewatenga wa kwao, ni watu ambao wamewacha wa kwao, wamejaribu kusaidia. Je, wa kwenyu ni yupi? Number one, blood relative. Wa kwenyu ni yupi? Yule mtu ambaye ako karibu na wewe na anahitaji msaada wako. Huyo ndio mtu ambaye nazungumzia. Nikirudi pale nilipoanzia, nasema kwamba kuna watu watahukumiwa ni kwa sababu walikuwa na uwezo wa kusaidia lakini hawakusaidia. Hata Yesu Kristo mwana wa Mungu alipokuja hapa duniani, mahali ambapo yeye mwenyewe alizaliwa, kwa sababu hatukuwa na chumba cha wageni, aliweza kusaidiwa mahali ambapo aliweza kuzaliwa. Petro alipoanza kuzama, alimuita Yesu. Yesu akaweza kumsaidia. Kwa hivyo hata wewe unaweza muita Yesu. Yesu ako tayari kukusaidia usiweze kuzama. Na kama pia wanadamu wamekusahau, Mungu hawezi akakusahau. That's why unaona ya kwamba Petro alipozama, aliona hapa wanadamu hawawezi, akamgeukia Mungu, akamwambia Mungu, tafadhali ninazama. Yesu, mimi ninazama. Na Yesu akanyosha mkono wake, akaweza kumsaidia. Zaburi 121 kuanzia 1 mpaka 2 nasema kwamba, je, msaada wangu utapatikana wapi? Maandiko yanarudi nasema kwamba msaada wangu utapatikana katika Bwana, yeye anitiaye nguvu. Nimekuja kuwatia moyo na kueleza ya kwamba Mungu amekuweka katika hali fulani ili ukaweze kusaidia. Esther aliweza kuulizwa swali siku moja, je, ni nani anajua ulijia ufalme kwa sababu ya wakati kama huu? Ni nani anajua ya kwamba Mungu alikuweka hapo kwa sababu ya wakati kama huu? Mungu huweka watu mahali na makusudi. Ukiona Mungu amekuweka mahali, amekuweka na sababu. Na mtu anapokuja kwako msaada, Mungu anajua kwamba msaada huu wewe utautoa. Basi mkaweze kubarikiwa sana na maneno haya, mkaweze kubarikiwa sana na ujumbe huu. Na kama ujumbe huu umeweza kukuguza, hakisha pia mwingine ameweza kuupata. Na Mungu akaweze kuwabariki sana kwa jina la Yesu.